Nataka niwaambie hawa watu unaona wana mimali, sio wote wenye mimali wamepata kwa Mungu. Narudia, wote wenye mimali sio wote waliopata kwa Mungu. Unaona watu wana migari, wengine 20 semi-trailers, wengine mibasi, lakini wameweka maagano na Ibilisi, na asipofuata yale maagano, na kuambia migari hiyo inaweza kubongonyoka yote. Kwa hiyo tusilinganishe hao wanapataje hizo mali zao. Wana mungu wao ambaye ni Shetani, wengine ni mizimu tu inamfungulia mlango, ambiao lazima unichinjie kondoo wawili tena weupe. Anaenda kutafuta kondoo wawili, anachinja, halafu yanaachilia. Kwa hiyo kuna mali zinazotolewa na Mungu, lakini kuna mali zinazotolewa na Ibilisi kabisa, na ana mamlaka nayo. Unakuwa wewe ndio muumini wake, unakuwa wewe ndio mshirika wake, na anakuambia tena, afadhali mali inayotoka kwa Mungu. Ile ya Ibilisi ina masharti kweli kweli. Anaambiwa wewe hakuna kulala kwenye kitanda ili mali zako ziendelee, lala sakafuni. Hakuna kushona suti, lazima uvae kikoi. Ndio maana matajiri wengi hata maisha ya utajiri wenyewe hawafaidi. Lakini Mungu wetu, Mungu wetu anapotupa mali, anapotupa pesa, anatupa na akili ya namna ya kuzitumia katika ufalme wake. Sasa baadhi yetu tena nao tukiwaombea hapa, wakifanikiwa tu, akaingiza tu kwa mwezi, amefanya vibiashara akapata milioni 2, hamumuoni tena. Anaanza kuchukia na ibada zimezidi. Tutafanya lini shughuli zetu? Maskini. Unakuta ameyeyuka baada ya kupata visenti kidogo tu ibadani, hapatikani, kwenye maombi hayupo, amelowea huko. Na Shetani huwa anasubiri kule, akiona uendi hata ibadani anakusogeza kwake. Baadaye mambo hayaendi vizuri, anakwambia kuna fundi pale. Washauri wako wengi, washuhudiaji wa Ibilisi wana juhudi kuliko washuhudiaji wa Mungu. Kweli si kweli? We unakaa hapa mpaka mwezi hujashuhudia mtu, lakini wale ambao wako kwa Ibilisi, bwana we, ukisema tatizo tu, twende kwa fundi, ukwambia hivi bwana haiwezekani, twende kwa fundi, anakushuhudia. Ukishaenda kule basi umepatikana.